Nataka nifundishe mambo machache ndani ya nusu saa. Tutakuwa tumefika mwisho. Kuna sababu ya kusema mambo ya msingi, sio na kuhubiria, kwa sababu wewe ni mhubiri, wewe ni mwalimu wa neno la Mungu, na kila mtu amewekwa kwa nafasi yake kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini nataka nikukumbushe mambo ya msingi tu ambayo tutaondoka nayo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 20 na ule mstari wa 28 tulisoma jana. Taainisha mambo machache ya msingi, na mengine nimeongea jana, lakini katika hali ya msisitizo kama viongozi ambao tumepewa dhamana ya kusimama pamoja na Kristo mahali ulipo. Maana Yesu alichagua wengine 70, akawatuma wawili waende mpaka mahali alipokusudia kufika Yesu. Kwa hiyo na nyinyi mmetumwa, watumishi wa Mungu, ama tumetumwa, kila mmoja ametumwa kwa eneo husika, umpeleke Yesu na yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo kuna mambo ya msingi ya kuelewa, na kama unaandika unaweza kaandika maadili na nidhamu ya kiroho kwa kiongozi. Maadili na nidhamu ya kiroho kwa kiongozi. Matendo ya Mitume 20 mstari wa 28 mpaka 33 inaeleza, inasema hivi: jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Mstari huu peke yake unaonyesha ni jinsi gani Mungu alihusika kukuchagua wewe kwenda kumwakilisha mahali ulipo. Kama ambavyo alichagua wale 70, akawatuma wawili mpaka pale alipotaka Yesu kwenda. Kwa hiyo na mahali wewe ulipo, Mungu amekuridhia uwepo hapo kumwakilisha, kusimamia kundi ambalo kwa kweli yeye mwenyewe amelinunua Mungu kwa damu yake. Kwa hiyo mstari huu peke yake unaonyesha nidhamu ya kiroho kama kiongozi. Unaifanya kwa nani? Kwa Mungu aliyekupa nafasi ya utumishi. Maana asema hivi, ukalisimamia lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu, sio Askofu Sumbe, sio Grace Evangelical Church, ambayo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi. Tena anaongea kwa kundi, amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Alafu anasema upate kulilisha kundi lake Mungu. Hata hii hatua ya kulisha inahitaji nidhamu. Hauwezi kulisha tu kwa sababu unaamua kulisha. Wewe mwenyewe ukiwa na mifugo yako, ukiwa na ng'ombe, huwezi kumlisha tu mradi unamlisha lisha ambayo unajua ng'ombe yule ataleta faida hata ya maziwa. Maana yake tunawalisha kwa sababu unamsikia Mungu anakuongoza kufanya nini, anakuongoza unene nini. Na mimi nataka niseme hapa kabla sijaenda mstari wa 29. Kama umeitwa na Mungu na bado uko hai, hatujaondoka kwenda mbinguni, usisimame mbele ya kundi kama huna neno la Mungu ulilokaa usiku kucha Roho Mtakatifu akakusikizisha. Ukiwa huna, unatengeneza mapooza na hutakaa usonge mbele. Mungu anasema hivi kwenye neno lake, maana pasipo mimi ninyi mtaweza mambo yote. Si anasema tuwezi? Sasa hapa haijalishi ni nani, haijalishi ni askofu gani, haijalishi ni mtumishi gani, ni nabii gani, umetumiwa jana kiasi gani, umetumiwa juzi kiasi gani,
Usisimame madhabahuni kwa uzoefu, kwa sababu wewe ndiye mlezi, ndio kiongozi, ndio pasta. Hata kama wale roho za watu 10, 20, whatever, usisimame mbele yao huna muunganiko na mbingu. Bora ujitakase, na ukija muimbieni Mungu, waambie watu waombeni, kila mtu aombe anavyosikia. Mungu ataanza kuona una heshima. Maana hapo napoona hilo ndio nasema kanisa lako, hilo sio kanisa lako. Umewekwa na Mungu. Maana Mungu ndio amenunua hilo kanisa. Tena anasema kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo mimi nataka niwasihi, mtakapoondoka, jijengee hiyo stamina, jijengee hiyo tabia. Mlilie Mungu siku, kesho ni ibada. Mlilie Mungu siku kucha akupe ujumbe. Wachana na makaratasi tuliosoma vio vya Biblia. Na Mungu akiona unaanza tabia hiyo ya kumsikiliza, ndipo hatua zako zitakapoanza kusogezwa. Nasema amenisikiliza, hebu ngoja. Na ukipeleka ule ujumbe, upeleke ulivyo. Ukiisha, wale waliozoeshwa mambo ya imani wananielewa. Ujumbe ule Mungu aliyokupa huo unaisha pap. Ufunuo unaisha pap. Ukiisha, unaweza kuwa umehubiri dakika 5, dakika 7, dakika 10, ukaisha pap. Unaanza kusema mbona bado muda mrefu? Unaanza kuongezea makorokoro yako. Hiyo ni kipimo chako na Mungu. Mungu anasema, unaona? Biblia inasema kwenye Ufunuo, usiongeze neno wala usipunguze. Ukiongeza au ukipunguza, naona punguziwa. Simia sema hivyo, utapunguziwa na wewe. Soma kitabu cha mwisho cha Ufunuo, kinakueleza hivi. Haleluya. Haya. Sasa mstari wa 29 ni tahadhari. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Hizo tahadhari watumishi huo mnazijua. Tena katika ninyi wenyewe mtainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Ukiwa unachunga kanisa, pata watumishi ambao Mungu atakupointi, ndipo vita vyako vitakuwa vidogo sana. Ukipata watu ambao Mungu anakuambia na huyu na huyu na huyu na huyu, wale watu Mungu atawatumia pamoja na wewe, kanisa litakuwa kiroho, litakuwa kwa namba. Kanisa haliwezi kukua kwa namba kama halijakuwa kiroho. Haianzagi kwa namba, inaanzaka kiroho. Mungu atusaidie. Na 32 anasema, basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake, ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Sasa 33 anaeleza juu ya kutokutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Hayo najua watumishi wanaelewa. Lakini cha msingi nachotaka kusisitiza kama kiongozi, maadili ya nidhamu ya kiroho kwa kiongozi. Sisi Grace Evangelical Church leo tunahitimisha uchaguzi wa kitaifa ambao tayari uchaguzi ulianza mwanzoni au mwezi wa 6 kama sikosei, kwa kuchagua viongozi wetu wa maparish. Na hao tukikaa vikao, hao ndio kamati kuu ya utendaji ya kitaifa, si ndio? Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo hawa ni watu wakuu sana, ndio wanaokaa na kanisa, ndio wanaokaa na wachungaji. Ninachotaka niwaombe, mtambue nafasi yenu. Mtambue nini ndugu zangu? Nafasi. Umepewa hiyo nafasi, sio cheo tu cha kuonyesha wewe ni nani. Mungu amekupa hiyo nafasi kwenye parish kama mwangalizi. Wewe ndio askofu hayo makanisa.
mwangalizi, si ndio nayaangalia Wewe unaangalia wachungaji mpaka na kanisa lako. Grace ili iende kama Mungu anavyotaka, lazima akupe watu. Mchungaji yeyote ambaye Mungu amemuitia maelfu ya watu, mamia ya watu, lazima maono yale hayatayatimiza peke yake, lazima apewe watu. Na tayari umepewa watu. Sasa kwa kuwa umepewa watu, tena watu wenyewe ni wachungaji wako chini yako, cha kwanza lazima uelewe kwamba kwa nini Mungu amenipa hii nafasi. Jana tuliongelea kwa refu sana, alafu leo nilikuwa na salimiano na askofu, akanikumbusha somo alilolifundisha kipindi fulani ambapo mimi nilikuwa nimetoka kidogo. Akafundisha juu ya Yakobo au nani, kwenye aliyekwenda kutoa ile jiwe kwenye kisima, ambao jiwe hilo ilikuwa linangojewa na watu wengi waje walisukume ili waweze kunyesha nini, wachote maji kunyeshea mifugo yao. Lakini Yakobo peke yake akaenda kufanyaje? Kulitoa. Kiongozi ni mtu anayetakiwa kujielewa kwamba nimeteuliwa hapa, natakiwa niwe thabiti kuhakikisha walio nyuma yangu wanakuwa thabiti. Ni mtia moyo kuhakikisha wanakuwa kielelezo kwenye hiyo parish, maana hiyo parish ndio inaunda mpaka taifa. Hakuna taifa bila parish. Hatujafika kwenye jimbo, hatujafika kwenye kanda. Tutafikaje kwenye kanda na jimbo kama parish yenyewe viongozi hawajitambui? Tunaona tuna safari ndefu. Kama kiongozi ukitambua, ama kiongozi anaweza kawa mzuri lakini wanampiga vita, hawampi ushirikiano. Ama kiongozi ni mdhaifu, hao ambao wengine ni wazuri walio chini yake hawamsaidii. Utakuta tu asema hatutaki makwazo, twende pole. Maana yake ni nini? Hatutafika. Mungu alimfundisha Musa, akamwambia hii kanisa niliyokupa mpaka la kwenda nchi ya ahadi ni kanisa la maelfu. Sinizwe ni mtu mmoja wapo aliongoza kanisa la maelfu. Ndio maana alikuwa anakaa asubuhi mpaka jioni anawasikiliza shida za watu. Ukiwa na watu 10 una shida 10, watu 20 shida 20. Ngapi unakuwa hivyo? Ukiwa na kanisa kubwa, ndio muda wako na watu, muda wako na Mungu ndio unakuwa mwingi kuliko. Watu wanatamanigi makanisa makubwa kama fahari, hautafika. Maana kadri unavyopanuka na Mungu, unavyoongezewa vipawa, ndipo Mungu anakulimiti. Hutakuwa na njia ya kutembea. Utakuwa muda mwingi unaatamia kumsikiliza Mungu, maana hujui atasema saa ngapi. Kwa hiyo unachungulia nje, wanakuona dakika moja, siku mbili hawakuoni, umejificha. Wanajua kesho ni ibada. Wachungaji wengi wenye watu 5, 10, 20, wao wanangojea, wanaweza kutembea paka jioni. Usiku ndio anajiweka wakfu, Baba asante, kesho asubuhi kutakuwa na ibada, niongoze. Na Mungu anakuja kumsaidia. Lakini Mungu akianza kukupa maelfu ya watu, mamia ya watu, sikiliza my friend, hiyo ni gharama hujawahi kuona. Muda wote unakaa, vita vyake nani vikubwa. Wako wakina Yuda ambao wanafungua milango ya tamaa. Mstari wa 33 anasema sikutamani dhahabu ya mtu wala fedha wala mavazi ya mtu. Kuna watu ambao watakutegea mitego kwa kukuletea mavazi, wanatafuta una madhaifu gani. Inaenda kuandaliwa kule kuzimu, wakija kukupa hiyo uishie zako. Ndani ya watu hawa maelfu, usifikiri kila mtu anakuja na nia ya kumtaka Mungu kama wewe. Majenti nao wanapita. Kwa hiyo itakulazimu kila wakati usikilize uongozi wa Mungu. Na unapomsikiliza Mungu ndipo ukasimame pamoja na Mungu. Na wale watu watakaomuona Mungu ndipo wale ambao wana nia njema au njia njema wanainuliwa. Wenye nia mbaya wanakutana na Mungu, wanapigana nao vita.
alafu Mungu anawashindia ile vita. Inapoondoka ile roho, wanakaa vizuri, wanakaa chombo kinachofaa. Usifikiri utaletewa kila mtu ana mafuta huku ya kukupenda. Hakuna kupendwa. Kama kupendwa wangempenda Yesu. Alikaa na wanafunzi akina Yuda wakamchukia. Alafu unajisahau, unafikiri utapendwa na kila mtu. Wewe unaweza kupendwa na kila mtu, lakini shetani hakupendi kabisa. Ukitaka upendwa na shetani, nenda ukakae upande wake. Mungu atusaidie. Kwa sababu hiyo, kadri unavyopata kanisa la watu 100, watu 150, watu 200, mimi nataka kuambia, waulizeni hao wachungaji kama watamuona anazurura kule. Wewe ukimwangalia maisha yako unamtamani, natamani ningekuwa ni mimi, aisee, ningekuwa ni mimi. Chukua gharama yake. Haleluya. Uangalia hata mfano wa Yesu aliyovaa mwili wa damu na nyama. Ulikuwa unamuona mitaani bila ratiba ya Mungu? Hamna. Maana kesho yake asubuhi anafuatwa na maelfu ya watu. Kwa hiyo kila siku usiku watu wanaenda manyumbani kwao na furaha na miujiza yao, yeye anapanda wapi? Mlimani. Alafu hana nyumba, hana kibanda, anapigwa na mbu huko, anamlilia Mungu. Asubuhi ndio anainuka, ana ratiba zote za Mungu. Na waombeni wachungaji, mkiamka asubuhi, ukisimama mbele ya watu, una ratiba zote za Mungu. Mwaka jana nilisema hivi, mambo haya yanaweza kawa magumu, lakini watapatikana mbegu hata 3 4. Natamani grace iende. Kwa hiyo viongozi wa maparish, ndio maaskofu, ndio wachungaji wa area ile, wanaongozaje grace ili iwe tofauti? Dini zingine ambazo zinatufuatilia zione tofauti, washirika wakimbie kuja. Na wewe kama kiongozi wa parishi unaonyesha kielelezo gani na wachungaji wako, ili madhehebu mengine ambao naye wanamhubiri Kristo yule ule waone hakika pamoja na tunamhubiri Kristo, lakini mtumishi fulani, kanisa fulani, kanisa la Grace, hii ina neema yake ya kipekee sana. Watu wakimbilie kuja. Tunafanya namna gani ili Mungu atutumie kuwa mvuto? Kama hiyo kitu hakuna, watakujaje? Watakuja kufanya nini? Maana makanisa yako mengi. Tofauti yako ni nini? Kwani kazi ya viongozi wetu kwanza nidhamu, kuhakikisha ndani ya matawi yanayoongoza, kama ni 4 yanaunza parish, kama ni 5 yanaunda parish, kuhakikisha matawi yale yana nidhamu. Nidhamu kwa kiongozi wa parish, kama askofu wao au mwangalizi wao, lazima wawe na nidhamu kwako. Namba 2, ni lazima, naposema lazima unanielewa, ni lazima kuhakikisha kila jambo ambalo mmekaa mkalipanga kama parish, ama limetoka taifa, ama limetoka halmashauri kuu ambao ni taifa, alafu tukaliendelea kwenda kulitekeleza. Lazima kiongozi wa parish awe kielelezo na matawi yake, kuonyesha kwamba tumepewa dhamana hii na Mungu na sisi tumekubali tuyafanyie kazi kwa haraka, ili tuwe sababu ya Mungu kuinuliwa kwa njia ya grace. Maana unakuta kuna wachungaji wengine, samahani, lakini mimi sijui kama wapo, kuna watumishi wengine ambao wanawaumiza viongozi wa maparish. Yaani wanataka wabembelezwe. Mimi nataka nikwambie hivi, ukitaka kujenga nyumba una gharama. Una nini ndugu zangu? Imefika mahali tusionee mtu, usiumize mtu, lakini tusikubaliane na mtu ambaye hataki kwenda na wenzake. Tusikubaliane. Hata kama umetoka naye tumbo moja, usikubaliane. Kuna mdogo wangu ananifuata mimi, ni wa kike. Tukiwa kanisani, adui akambadilisha.
Kwa hiyo yuko kanisani anakuwa mwongo, anakuwa kanisani anatapeli washirika, anatumia jina kaka yake ni askofu, na watu wanamsaidia kwa sababu kaka yake ni askofu, na kwa sababu kanisa na watu wengi wanamheshimu, wanasema ni ndugu yake kabisa. Kumbe anawachotea uongo. Sina hiki anasaidiwa, kina hiki anapewa, watoto hawana hii wanapewa, wanaheshimu nafasi ya askofu jamani. Kumbe ni Mungu. Haijaisha hiyo, pia akaanza tabia ya dunia, anakunywa pombe, alafu anakuja kanisani. Siku moja naambiwa na viongozi, mbona jamani tumemsaidia tumechoka, anakunywa pombe. Alafu mtoto wa kike kunywa pombe ni mbaya sana, kafaili mwanaume, si ndio jamani? Akasaidiwa we, anageuka siku 2-3 anarudi. Nikamuuliza Mungu, nikamwambia Mungu, huyu ulimwaga damu kwa ajili yake, sio mimi, wewe ndio leo damu yako msalabani, nifanyeje? Maana amesaidiwa muda mrefu. Mungu akaniambia mfukuze. Nikasimama mbele ya kanisa nikamwambia, umesaidiwa mara ngapi mami? Nikaita na viongozi waliomsaidia, viongozi wa section ama wa zone. Nikamwambia ni kweli, ni kweli. Kwa nini nisamehe, sitarudia? Nikamwambia umesamehewa mara ngapi? Kuanzia sasa nenda katubu, tafuta kanisa lingine, sio la kaka yako. Hili kanisa sio la kwangu, ni la Yesu. Nenda. Hayuko mpaka leo, namsaidiaga akiwa huko. Unanielewa kitu nasema? Namsaidia akiwa. Sikiliza, ufalme wa Mungu hauendi kwa sababu ya ndugu. Haruni anakosea na Miriam, wakapewa onyo, si ni sawa? Alafu Mungu akamwambia, alo, hata kama unamwombea rehema ni dada yako, na kweli unakumbuka alivyokuwa kwenye kisafina wakati wana wa Israeli walikuwa wanazaa watoto wa kiume, walikuwa si wanauawa. Hata kama unakumbukia hiyo inakuumiza, lakini huu ni ufalme wangu, nilimpa neema. Sasa baba akimkemea tu, hata akamtemea mate, si ataona aibu kwa siku 7? Kwa hiyo aende nje ya kambi siku 7. Wakoma, ndio maana unaonaga wakoma kabla madawa yajapatikana, walikuwa wakipata ukoma anawekwa wapi? Anatengewa kijumba huko, alafu anapewa lisufuria huko. Ilianza na Mungu. Ukoma ni mbaya, unaeneza vibaya. Ukikuta mtumishi na sasa mimi naongea kama askofu, najua wengine watasema haya nini, kwani dini moja? Siwende hata kama ya 5, alafu tuone ukasurvive, kwani kuna shida gani? Ukiona kiongozi wa parish, mchungaji mmemsaidia hataki kuelewa, unamsaidia anaringa, unamsaidia hataki ushirika, fanyeni maamuzi. Yale maamuzi hutaona Sumbe anayapinga. Tena nitakuja, nitaenda kuanzia serikali ya kijiji. Vinginevyo grace itabaki tu makundi ya watu wachache, hamta survive, hamtapanuka, kwa sababu tu mnabembeleza mpaka mfe. Yani mpaka nife ndio maono hiyo yatimie. Elisamia alituacha na makanisa yasiyopungua 20, machache, hata 20 hayafiki. Watu wanakuja wanaasi, wanakuja wanafanya hivi. Sikiliza, Sumbe amesimama kwa neema ya Mungu mpaka adiondoke. Nataka kanisa la maelfu yawe hapa, mpaka watumishi ambao watatembea na Mungu, wanamsikiliza Mungu, wanafungua matawi kwa uongozi wa Mungu. Na wale wanaofungua matawi kutaka wao waonekane maaskofu, Mungu akiniambia nitakutimua, hutaamini mzee. Mtanisema lakini niko na Mungu. Mwisho utaona mwenyewe kanisa la Grace litakavyopanuka, na likipanuka litaenea, sio Tanzania tu na Afrika Mashariki litaenea. Saa zile hapa nilikwambia siku ile, mimi sikujua Mungu kumbe ana njia hapa. Siku naenda Malawi mwezi uliopita, Mungu ananiambia watembelee, una watu wanakujaga wa Malawi. Kila semina naye kuja, wao wanatufuata. Mungu amesemaga nao. Walikuwaga walevi, walikuwa majambazi. Mungu asema nao, wakaja wakapona kwenye huduma. Unaona mara ya mwisho Twins, mzee wa kanisa na wenzako, si walikuja na Costa.
wamekodi Costa, ni washirika. Mungu anambia wamekuwa washirika wako. Ambia sasa Malawi nchi nyingine, Mungu anambia nenda katembee, kakanyage hapo, maana nimewaridhia. Nikamchukua, sasa hivi ndio mkatibu mtendaji huyo hapa. Hata akashangaa akasema, baba hata passport sina. Nikamwambia wewe utakavyoona bwana, ila huko unavuka kwa passport. Mungu akamsaidia akapata, tukaondoka kwenda Malawi. Tumefika Malawi, hawaamini, nasema hivi Sumbi anakuja kweli au ni kini macho? Wakatupokea pale boda Kasumuro pale, maana saa ya kurudi nilipitia kwa kiongozi wetu huyu hapa pale. Tukasema jamani, hata kama tumechelewa twendeni tupitie kwa kiongozi huyu ili wajue tulikuwa huku. Wakafurahi sana. Sasa tulipokwenda, muulizeni huyu, tuko na driver ananisaidia kuendesha. Tukaenda kulala Mbeya mjini. Kesho yake gari kaleta shida, tukarekebisha, tukaelekea kwenye muda wa saa 9 tukamaliza mambo ya boda, tukaingia Malawi kwenye mji unaitwa Karonga. Tuko nao makundi ya watu wamekuja na magari yao, wanampokea baba askofu. Tumefika, wameandaa hoteli, lakini wakati tunasalimiana nao nikamwambia jamani, mimi nataka kesho asubuhi nionane na wapi mahali, sema labda nyumbani kwangu, kiongozi wao. Kaambia sawa. Alafu tukao naongea ile ambayo Mungu ananiambia sasa wengine wanakuja. Yuko wapi? Wengine ni wachungaji. Nikamwambia jamani, usinikusanyie watu, tawasalimia kesho. Alifanyaje? Akasema Mungu ameongea na mimi nitoe kiwanja. Kiko senta ya mji. Kiwanja kiko katikati ya mji, senta ya mji. Nasema Mungu ameongea na mke wake, wakaja hapo. Tulienda kupokea saa 2:30 usiku. Saa 2:30 usiku. Nikamwambia kwa sababu kesho tukisha nana watu sitaki kukaa sana eneo hili, tutaki tuondoke. Wao mimi Mungu alikuwa ananiambia kanyaga lile eneo. Kwa nikafika, kiwanja ni nusu eka. Umepewa, asema baba tunataka kuanzisha kanisa hapa. Kabla mimi hata sijamueleza kile ambacho Mungu ameniambia juu yao, wao ni akina nani, wao wametangulia. Sikiliza, hatutawatangulia watu watatutangulia kuja kusema yale Mungu anaosema. Kwa hiyo naomba nidhamu sana kwa viongozi wa maparishi. Mtu yote akikusumbua bila sababu, una usaidizi wako, kaa ongea nao, msaidieni, mwambie chonde bwana twende hivi. Yeye hataki chonde twende hivi, hataki. Halo, chukua maamuzi magumu, muondoeni. Mkisha muondoa, sikiliza, maana watu anatishaga hivi, ukishaondolewa anashawishi kanisa, tunahama. My friend, sio grace. Utaondoka mwenyewe na mke wako, kanisa litabaki na Yesu atatukuzwa. Kwa sababu gani? Kuna bodi ya wadhamini inaitwa bodi ya wadhamini ya mali ya Grace Evangelical. Imeandikishwa, tuna cheti chake, makao makuu, wizara ya mambo ya ndani, na kila mwaka tunalipia. Hawa watumishi wanajua, na kila mwaka tuna mwanasheria wa serikali ambao Grace imedhaminiwa. Na kwa bibi, safari hii mtu ajaribu, si ujaribu. Maana unaonaga watu wa kiroho tu tutafanya jaribu. Tumetengeneza miundombinu. Hutapambana na Sumbe, wewe utapambana na serikali na mwanasheria. Naone mahali utakapofika. Faili lako liko Grace, hati yako iko Grace, utapinga wapi? Usisumbue viongozi wa parishi. Tushikamane, kanisa la Grace liinuke juu. Na waombeni sana viongozi wa maparishi. Wacheni kubembeleza watu kibinadamu kwa sababu walikupigia kura. Na hii ndio shida. Askofu. Hii ndio shida. Sasa hawatakunichagua, watanielewaje na ndio walinichagua? Hivi kumbe wewe Mungu alitumia hao watu kukuchagua wewe. Usikae kunyenyekea ndio wanakukanyaga sasa ndio kiongozi wetu. Ukiitwa hivi kwenda hivi.
uwe na lugha thabiti kuambia jamani, kama kiongozi umenipa dhamana, tunapita hapa ili kufanikisha haya. Maana ukifanikisha haya ni faida yao na huduma zao na watoto wao wanakuwa salama. La tatu, kama una hila, ombea ofisi hii, muombea askofu mkuu, ombea ofisi hii. Katika kuomba unakuwa na connection ya ulimwengu wa roho. Nenda kuambia tu, watu wengi mlinidharau, na wengine walitoaga nabii wakasema grace inakufa. Itakufa nikiwa nimetenda dhambi, na hata kabla haijafa Mungu atapokeza kijiti kwa mtu mwingine, haitakufa. Yes, mnaogopaka kuomba. Ngoja nikwambie, watu walitabiri grace inakufa. Sio, nawakumbuka na wakashawishi na wachungaji hivi. Sikiliza, uliona mimi ninatembea kila tawi kwenda kuomba watu? Mimi ni tawi langu nililotembelea ni la mbinguni hapa. Watafute watu wote waliotishia grace, walionena hata mauti kwa kina Sumbe, na wakatangaza wakasema Sumbe anaenda kufa. Uliona mimi najibu kwenye madhabahu? Uliwahi kuona? Nikuulize swali, nani leo amekufa? Kufa kiroho, kufa kihuduma, kufa kiuchumi? Nani alikufa? Una majibu yake, utakuwa na majibu. Si una kumbukumbu bwana? Ogopa mtu ambaye ana agano na Mungu na hajaliharibu. Kuna watu wanakaa kikao na Mungu, Mungu anawaona anatikisa kichwa. Kuna watu wanakaa kikao cha umbea, cha kuua watu, kuharibu watu wengine. Mtu wa namna hiyo hautafanikiwa, hata kama uwe nani. Kwa msisitizo wangu ni huu, viongozi wa parish tunawapa meno. Roho Mtakatifu yuko pamoja na nyinyi na mamlaka ya grace yako juu yenu. Kasimamieni matawi, simamieni wachungaji, watieni moyo. Wale wanaofanya vizuri watieni moyo, wale wanaokaa kinyume msiwaogope. Msaidie mtu kiwa unamwangalia hivi, naye mwisho wa siku atasema kwa kweli tatizo lilikuwa la mimi tu, hata kama anajisingizia, lakini kwa kweli ni mimi. Basi vinginevyo grace haitakuwa. Na Mungu amenahidi grace kupanuka. Mwingine tu hajachangiwa mchango, anataka kususia ofisi kuu. Si uende? Kama ndio target ilikuwa ni hiyo, si uende? Kama lengo ndio hilo. Kumbe lengo sio Mungu, lengo lako ni lingine. Ukisaidiwa ndio nawapenda, usiposaidiwa ndio chuki. Hiyo ndio wito. Na waombeni mtumishi yoyote, hata kama ni mdhaifu, maadamu ana nia ya Mungu, nitakupenda mpaka mwisho. Haijalishi unaishi wapi, haijalishi unaishi wapi, haijalishi unaishi wapi, haijalishi umeanza huduma sasa, haijalishi utaanza kesho, haijalishi ulikuwa na huduma, nitakupenda. Kwa hiyo nimekuambia jambo la tatu, muombea askofu mkuu, ombea na viongozi wengine wa ofisi kuu. Inaonyesha muunganiko. Watu wengi hawajajua muunganiko na kuaje. Inakuaje kama unawaza kama Yuda, unamwazia Yesu mabaya na ni kiongozi wako, alafu unategemea nini? Au unategemea huduma yako kupanuka? Hamna. Kama huyu askofu naona si wa Mungu, ondoka. Mwage vizuri, ondoka. Lakini ukijua wa Mungu, alafu moyoni unapingana, huduma yako huwezi kwenda. Si ukamuulize mtu mmoja anaitwa Elisha, anachukua nafasi ya Elia. Chini yake ulikuwa na manabii wengi, wanaitwa wana wa manabii. Mungu amewaandaa hao wana wa manabii, na wanaona
wana vipawa, wanaitwa na Biblia wana wa manabii, sio wana wa waasi, wana wa manabii, wanatabiri. Mungu yuko pamoja nao. Lakini angalia, Mungu si wa mzaha. Wakati anamuinua Elisha alipita vile vipimo. Mtu anapoinuliwa, cha kwanza wewe acha kuangalia mazingira yake, angalia vipimo vyake, amefaulu kwenye ulimwengu wa roho au bado. Litakusaidia. Elisha anaambiwa siku kiniona natwaliwa ndipo utapata kile ulichoomba, vinginevyo hujaona huwezi kufanya. Jamani, huwezi kupata. Ndio maana akaambiwa kaa hapa, mimi naenda Betheli. Akaambia kama roho yako ishivyo mkuu, sikuachi. Kaa hapa, naenda uani. Sawa, naenda kichaka hichi hapa, mimi niko hapa, sikuachi Bwana, maana mimi sijui utachukuliwa swaa ngapi. Lengo aliambiwa ukiona. Maana yake mwanaume amekaa rohoni, anatembea mwilini hivi, lakini ndio maana sema kaa hapa, naenda Betheli. Maana yake aliona anatembea kwenye mwili lakini yuko rohoni. Kwani magari ya moto yalipokuja yanaonekanaga kwa mwili? Si ni rohoni? Alikuwa kwenye mwili lakini anaona maono waziwazi. Anaona maono ya ulimwengu wa roho waziwazi. Nani naye aliona waziwazi? Musa aliona waziwazi. Maono aliyoona huku anafunga macho ilikuwa ni Petro kwa nyumba ya mtengeneza ngozi Simon. Kuna tofauti ya maono. Sasa nisikilize. Alipoona, si akapokea ule upako, si akapokea ule wito. Ndugu zangu, baada ya kupokea anakutana na wana wa manabii. Kabla hapo, maana wanabii wanaambia hivi, halo, unajua bwana wako atatwaliwa leo. Unaona wanavyoona wewe ukiona kidogo tu unatishia watumishi. Kwani ukiona ni ya kwako, si mbingu inakupa neema badala kunyenyekea? Walikuwa wanaona, unajua leo mkubwa wako atatwaliwa mbele yako. Akasema ndio, nyamaze. Kwa mwanaume alikuwa amejipanga, anapata uthibitisho. Lakini jamaa wanaomthibitishia wanajifanya wao ni wa kiroho zaidi. Ngoja nikuambie ngome itakavyokwenda kuchezwa hapo. Baada ya kutwaliwa na ameshika ile vazi kama sehemu ya uthibitisho, wakaondoka. Wanakutana nao, wanamwambia bwana wako ametwaliwa, huenda kamtafute. Kaambia msiende, tumtafute, huenda roho amemchukua kama Filipo atamwacha mahali fulani. Akaambia msiende, maana ameelewa yeye. Sio kila kitu rafiki unaelewa. Ukiwa chini ya mamlaka ya watumishi wengine, sio kila kitu unaelewa. Sasa mwisho sinaona yeye amewazuia, baadaye tena maneno haya, maneno. Mwisho wanakutana, naambia wewe mwenye upaa. Sasa wewe, muonekano wa mtu aliyeumbwa na kama anavyopenda Mungu ndio inakuwa masimango. Si walianza kumtania, ewe mwenye upaa. Maana yake alikuwa kipara, si ndio? Sasa hiyo ndio ilikuwa mada, wao ni watumishi. Kasema nyie hamjajua kitu, nimepakwa mafuta. Akarudia tena, akaambia sasa wewe dubu simba tokea. Kwani Mungu hajawatetea? Hilo ndio swali la msingi. Waliwala hawajawala? Walikufa hawajakufa? Ni hasara sio hasara? Mungu hana hasara kwa mtumishi ambaye bado hajatambua nafasi ya mwenzake aliyoko juu. Ukishainuliwa pale, Mungu yuko tayari kuachilia wengine waangamie, lakini yule kusudi lake pale lisizuiliwe. Maana sio kila mtu anakubali kula gharama afikishwe pale. Wote ni wachungaji, wote ni manabii, wote ni walimu, lakini sio kila mtu anakubali mitihani ya Mungu amfikishe pale. Mungu akimpata mtu akamfikisha pale, kama Musa, kama Elia, ogopa huyo mtu, usishindane naye, wewe achana naye. Vinginevyo utapata vitu na uzao wako mpaka utashangaa. Nani leo kinasema grace hii
tulikaga na askofu founder, wanatafuta makosa yake. Huyo mzee amekuja sio amelewa. Hiyo sasa siku wewe si makamu, kaa naye kikao. Fanya nikamwambia mbona nyinyi mkaika? Wewe ndio makamu. Nikamwambia simgusi masihi wa Mungu. Mimi sijaambiwa na Mungu. Aliondoka, tunaagana naye yuko hospitali. Sijawahi hakuondoka na neno langu. Alinibariki. Wewe endelea kunidosoa, utaona utakachokipata. Baba yetu, ufalme wa giza ulipataka nafasi Grace, kaanza kuwa watu kwa kuua alama ya kichwa. Kama ujui leo nikwambie, ili uiombee Grace vizuri. Mlango wa mauti ulipata nafasi. Na nitakwambia siku nyingine ulipataje nafasi. Sio kila mgeni anayekuja ametoka kwa Mungu. Wengine walikuja wakajenga paka nyumba ya Mungu, kanisa, ikawa alama. Somebody fulani ambaye alikuwa karibu na askofu, alikuwa pale Meru hapo. Baba alikufa kiumwa na kichwa, akafa. Msomi wa kiwango cha juu, aliaminiwa. Mke wake yuko hapa, ni mchungaji. Baba yetu akapata ajali kichwa. Nilipopewa ile nafasi, nilipambana na ile roho zaidi ya miaka 2. Kila maono unaona naviziwa nipigwe kichwa. Mungu ananiambia mauti ilipata nafasi Grace. Nikuulize, ilitokaje? Alafu unacheza na madhabahu. Unaona kama najiweka tu. Na Mungu ameitangazia Grace kupanuka. Nimekudogesea tu kidogo. Huyu ambao namuona leo hapa mnamchagua jana. Huyu ndio aliyetumwa Meru alikotoka asili ya askofu kwenda kuvunja hiyo laana. Ilikuwa ishara gani? Na laana imeondoka, haijaondoka. Na ishara zilizosemwa na Mungu zilitokea, hazijatokea. Unaweza ukawa na watoto wako kawalea, lakini mwisho wale watoto wanaweza kuja kuwa waziri. Watoto wako nao walea hawa vidogo viko hivi, lakini leo wameajiriwa, leo ni watu wazima, leo wameolewa, leo wameoa. Huwezi kusema tena watoto wewe nimekwambia unaenda kwa nidhamu. Naweza tukaanza kuwa moja, tunajua tunakotoka. Lakini nafika mahali kama Mungu amemwinua kila mtu kwa nafasi yako, heshima, nidhamu itaponya huduma yako. Na hii ndio ambaye makanisa mengi ya kiroho yaliuawa na shetani bila kujua nani amewekwa mbele yao. Hawamwombei, wanampigia vigisu. Angalia wao mwisho wao. Mwombea kiongozi wa parishi, akiongea mheshimu, akikupa nafasi ya kuleta mawazo mkakubaliana, shukuru Mungu. Mengine akikwambia haya mtu yaache, akasema kwa hekima, wacha kumuinulia bango kana kwamba amewakuta. Sisi ndio ulikuwa hivi, sisi ndio ilikuwa. Mlifanyaje? Nilikaa na kanisa hapo, kanisa ilipoanza kukua, wale ambao wa zamani wakachukia, kasema sisi ndio waanzilishi na Sumbe, si wanawapiga na maneno namna hii. Nikamwambia mlianzisha nini na Sumbe ili nikupe nao kaanzishe? Wangapi wameelewa? Natamani uondoke na amani hapa. Tamani uondoke na amani, lakini nimesisitiza mambo 3. Tupendane. Kama tulikosea huko nyuma tukasengenyana, sengenya mtu ambaye hana agano na Mungu, na kuambia wazi. Sengenya mtu, iwe wa dini yako, iwe wa dini nyingine, ambaye hana agano. Yule nenda mpige hata teke, hamna shida. Lakini mtu ambaye
ana agano na Mungu hata kama yuko chini. Ni hatari. Mimi mpaka umri huu nimeona watumishi waliopukutika mbele yangu. Tulipoanza huduma hapa, kuna watu walikuwa wanakuja kutafiti na wanatumwa na baadhi ya watumishi walioharibika njia, siwezi kuwasema, na walikuwa na majina na wanasikika, lakini leo wanaishia kama pofu la sabuni. Kwa nini? Kwa sababu mimi sishindani nao. Mimi Mungu ananiambia simama hapa, na kila eneo lile enda, naenda kwa uongozi wa Mungu. Na watu wengine Grace, mlipata shida, mnataka Sumbe aingie kila tawi. Nikimuuliza Mungu anakataa. Nikamwambia fanyeni basi kiparish naye mnafanya hivi, na mkifanya kiparish mnataka Sumbe naye atafute mali zake alete. Sikiliza, nikisema namsikiliza Mungu hutaki. Sasa we hukumu unavyotaka, twende tutakutana safari. Naeleza moyo wangu, ukiondoka usiambiwe ombea, ujue Sumbe ameongea haya, kumbe yuko hivi, ameitwagwa hivi, kumbe yuko hivi. Huende kakusaidia pamoja na Roho Mtakatifu unayemuomba, anayekuongoza, aliyekuita, akakusaidia na mengine, na huduma yako ikabaki kuwa salama. Nilionaga Grace watu nilionaga Mungu anainua vipawa. Anainuka mtu mmoja mwenye chuki moyo wake, anaenda kumpa mkono tu mtu yule ameharibikiwa. Kisha sio kila mtu unayemuona amejaa Roho wa Mungu kama wewe. Wengine wana connection na miungu mingine, maana wamemkataa Roho wa kweli. Utawatambuaje? Naomba matokeo yakawe mazuri kwa viongozi wetu wa maparish. Tutakapokuja kwenye kikao cha halmashauri kuu mwakani, tupate matokeo makubwa ya huduma inavyofanyika. Mkapanuke kiroho, kihuduma, kiutumishi wenu na kimafanikio yenu. Ukiona mtu anashindana, kaeni. Kama hajaelewa, msaidieni. Akizidi mwambie, bwana wewe unaelewa, lakini wewe unaleta mambo asio, na sasa haitakuwa sawa. Ongeeni, mkimaliza mmemaliza. Yeye akiendelea naye, wangapi wamenielewa? Tushikamane. Ukiona mchungaji ana neema fulani, mwite. Viongozi wa parishi, mkiona mna mkutano wenu, sio lazima aje Sumbe. Naweza kaja askofu mwingine, kaja makamu, kaja katibu, ama mwingine unayeona ana neema katikati ya wachungaji, mwiteni. Mbona mimi nimeitwa na makanisa ya Kulola akasema kama ameona ni Mungu amesema na nyie, mwiteni. Siku hata ni askofu, siku hata ni makamu wa askofu. Tukubaliane. Usiongoze huduma yako tu kama kisiwa hapo hivi. Na tusipoangalia sisi tunaofungua matawi huko, masikia lingine natajwa, mimi niko Shinyanga chini ya askofu mkuu. Kwa hiyo wengine wako chini ya nani? Matawi tunaofungua, kwa hiyo hutawagusa watu, ukiwagusa ni wa askofu. Wewe mwangalie, unajua ni la askofu. Unajua ni la askofu. Haya, mkiendelea namna hii, kuna makanisa ya askofu mkuu, kutakuwa na makanisa ya makamu wa askofu, yatakuwa makanisa ya mwangalizi, mengine ya fulani, maana amefungua mengi ya fulani, akifika ni baba. Hiyo roho ishe. Kanisa likifunguliwa ni kwa utaratibu wa parish. Parish iridhie. Parish ifanyeje? Sio mchungaji anainuka tu anamtoa mzee wake wa kanisa. Wengine ni kampeni tu. Waombe Mungu, wajue kweli mtu huyu anaitwa, na mchungaji mlezi ndio anajua kabisa mtu huyu anaitwa fulani. Kabla hajampeleka, toa ripoti parish.
Mfuate mchungaji wako, kiongozi wa parish, askofu wako wa parish. Nenda mweleze maono ulionao kwenye tawi lako. Mtu anaitwa na Mungu mahali fulani, alafu uulizwe maswali yote na kiongozi wako wa parish, then awaambie na wasaidizi wake waridhie, ndipo wamuite na yule anayeitwa wamuulize maswali usoni. Wakijiridhisha ndipo watakupa go ahead, nenda kafungue hilo tawi. Na likiwa limefunguliwa, unawapa parish, wapeni hata miezi 6 mpaka mwaka kuhakikisha tawi hilo alilotokea kwa mchungaji ndio linalea, sio parish. Si Mungu ameanza na wewe? Kwa nini usumbue watu wengine? Si Mungu atakupa ufunuo juu hiyo tawi? Wewe uliolianzisha na kijana wako, baada ya kuridhiwa na parish, mchukue. Viongozi wa parish wameridhia na lile eneo wameridhia, nasema basi tunaona kwa kweli mioyo yetu na amani, kumbe wamemwomba Mungu. Kwa hiyo tunaomba hebu fanyeni utaratibu wewe na tawi lako. Wakienda, sio sababu ya kusema michango mingine mnaopitisha hatufanyi kwa sababu sisi tuna mtu huku tunamsimamia. Fukuza. Vinginevyo tutatengeneza kitu kibaya sana. Mna mtu mmoja miaka ya nyuma haleti mchango wake mwaka mzima, yeye anasema amepata utume huko, kumbe amefungua mashamba. Na hiyo dhambi haijaisha mpaka leo, inatafuna tu. Shida tu hii. Ninashangaa kabisa. Enzile askofu mkuu yupo. Mimi jamani, na tawi langu, kwa sababu tuna utume huku, anapewa hela, wanaenda huko. Siwezi kusema ni mbali huko. Kumbe huko hela anayepewa, hakuna cha tawi, wanafungua mashamba. Waliwahi kuona hiyo? Sijui leo wachungaji wataenda kuniambia baba mpe Askofu Sumbe kiasi. Na mimi nitasema asante, maana ni tunda la Roho. Una shida gani? Lakini siposema haya watu hatutakuwa na nidhamu. Kila mtu najua kivaa suti kama Sumbe, kila mtu unamwangalia kwa mahesabu. Na muingiaje huyu? Haiendi hivyo. Afungue tawi chini ya uangalizi wa nini jamani? Wa parish. Kiongozi wa parish kuwa imara, unamwakilisha Kristo. Usianze kusema, maana wengine ukiwasimamia unasema wanaanza kwa wachungaji wengine. Baba unajua huyu jamaa alikuwa mzuri, lakini siku hizi bwana tunamvumilia tu. Mvumilie. Saya sisi tutampiga kwenye kura. Vita vikiinuka na mimi nitaipata. Na nitauliza matawi. Siulizi kwa umbea, nitauliza kabisa. Pastor, mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Nitamuuliza na mwingine, kwani ni dhambi? Nitagundua tu. Kiona unamnyanyasa kiongozi wangu wa parish, tutakutana nawe. Sio tutakuita kwa nidhamu nzuri tu. Wala sitakuita wawili. Kwa hiyo akifungua hilo tawi, michango ya parish, mikutano ya parish atahudhuria. Maana ni Mungu alisema nao. Mungu atawapa hekima ya kufanyeje? Ya kuliongoza hilo tawi. Mpaka hilo tawi lionekane. Kama umeitwa na Mungu, usimwombe utoe maji. Ndio moja ya ishara, toa maji. Situdanganye. Nimefungua tawi, Sumbe nichangie, nataka nione maji. Nianza kuona wanasema kweli. Nikienda kuna mtumishi mmoja alikuwaga kule Morogoro. Unajua alikuwa ni Msukuma. Kipindi hicho. Yeye kule Mungu amemuita, ni kijana. Wale wanakumbuka wengine. Mwanaume yule ameanzisha grupu la watoto wa shule. Ana kanisa kadogo lakini ana grupu la watoto zaidi ya 200. Porini. Amejenga manyasi, ndani ya manyasi. Jengo la manyasi. Anawapiga paredi hapo. Anawaongoza huko, anawafundisha. Watoto 200 porini. Na ni mchungaji. Tukaja kuchanga pesa. Alipokuja tukachanga pesa. Si mnakumbuka wachungaji mliokuepo? Tukampa mtumishi mmoja wapo. Kwani atazipeleka? Yes, ndio amekuwa mangi wa Moshi. Mpelekeo ile mtumishi, tumtie moyo, hata ile kanisa ikae vizuri, wafyetue matofali, pesa za bati hizi hapa. Na tumtambue kama mchungaji wetu. Huyo Msukuma. Kwani apelekewa, mtu anapigiwa hodi, bwana ameambiwa umeletewa hela, tumwambia hapana mpaka nikaangalie hiyo kazi.
Hela tumekupa, mpe haraka, hatoi. Ni mchungaji wetu. Wewe unajua tulichofanya? Tulimfukuza. Kwani baada ya kumfukuza tumepelewa na nini? Roho aliondoka? Yupo. Lakini kwake hayuko roho. Yuko roho huko? Hayupo. Tuliamua kwenye haki. Kuna watu wanaumiza watu bila sababu. Kwa nini ndugu zangu? Tunaitwa kanisa la kiroho, watu wajeuri. Kwa hiyo hilo nimelisemea. Fungua tawi chini ya uongozi wa nani? Wa askofu wako wa parish, mwangalizi. Sitaki sana kutumia askofu ili watu wasinani, lakini mwangalizi ndio askofu. Afungue hilo tawi na mnamwangalia yule kijana. Gharama zote ni hilo tawi. Alafu mwamba utoe maji. Na ukitoa maji, kama yule bwana aliyomtolea mfano, unakuta watu 200 porini. Ana watoto na wamempenda, wa wakulima, wa wafugaji, wanapeleka watoto wao, wakampenda yule mchungaji. Akasema mimi na wito. Lakini Mungu anasema nianze na watoto. Watu wazima wanakuja wachache. Sasa una maono gani? Nina maono ya kuanzisha shule. Baadaye serikali kama itanisaidia, lakini Mungu anaambia nisimame nao. Sisi tumechanga hela Grace, makao makuu, tena tulikuwa wachache, mwanaume huyu mwingine hataki kumpa. Sasa ufanyije? Mpaka yule mchungaji akachukuliwa, watu wenye ufahamu wa dini zingine wakasema hiki ni chombo. Hiki ni chombo, wakamuwai. Akasema jamani, mimi nilikwendaga Grace. Grace sasa iko wapi? Tunakupa wiki moja. Jamaa atoi hela. Pigiwa simu na hao watumishi na wale waliokuepo akina Laiza, piga simu. Jamaa atoi hela. Sasa yule mchungaji afanyeje na yuko porini? Kwenda mpaka kumuona hapo ni zaidi ya kilomita 10 na kitu. Sasa hana simu. Anatudanganya sisi. Baadaye wachungaji wengine wa makanisa mengine wakamwambia bwana, sio tunakushawishi vibaya, lakini tunataka maono yako yaende. Unaona kama huyu mpendwa amepewa hela, ina maana sasa atakuleaje? Na huyu mtu akasema jamani, mimi kweli sina hatia, naondoka Grace, maana sasa nifanyeje? Mimi naenda huku. Wakampokea, wale watu wakatengeneza miundombinu, wakawasaidia wale watoto, wakatengeneza majengo ya haraka haraka. Yule mtu akaendelea na akatambuliwa. Wakati wanabaki kusema nilikuwa na bado nampima kiroho kwanza. Tunaambia ukae huko huko. Tulimfukuza hapa. Karibu ilete mgawanyiko, kaambia mimi ndio nasema hivi, huyu mtu hastahili tena. Kwa hiyo watumishi, mimi mtu akipata wito mimi nitamtia moyo, nenda. Lakini cha kwanza nione Mungu si amekuita, nione alama. Nikiona alama inaanza kufanyika, itafanyika. Wewe utaniambia nichangie, utaniona mimi mwenyewe hapo nakutia moyo. Lakini mtu hata anataka na ukimwambia hapana, anaanza makwazo. Sasa mimi nilikuita. Jambo la mwisho, tukifanya namna hii, tukiheshimiana viongozi, kuna watu wanatusoma. Watasema nikienda hapa, mtu akija mwenyewe, haji mwenyewe, nyuma yake ana uzao, nyuma yake ana familia. Mtu anaangalia nikikaa hapa, nitakuwa salama na watoto wangu au itakuwa aibu. Unafikiri hawana akili? Si wamesoma? Sio mradi tu unafungua Biblia na vitendo vyako vikoje. Nataka wachungaji, watu wawasome kule, wao wenyewe wahiari, Mungu aseme nao, waje kukuomba, sisi tunaomba tuwe washirika hapa. Ndio maana nimejenga hiyo tabia, kila ukija hapo tukiitisha watu kuokoka, unaona wageni wengi wanakuja kuokoka kanisani. Waona vipi kwa nini? Na sisi huko tuko pembeni kabisa mwa mji. Kwa sababu tumejenga tabia ya kumwangalia Mungu na sisi wenyewe kujiheshimu. Na heshimu mpaka hata yule mama wa mwisho ambao unaona hana nauli, na mheshimu. Kwa sababu najua saa nyingine ni kipimo changu na Mungu, kwamba nimekupa watu hawa wenye nafasi, wenye vyeo, wenye wasomi, wenye mali, na huyu je? Tukifanya hivyo wana wa Mungu, ndipo watu watakuwa na tofauti, nasema kama
kuna kanisa la kwenda ni la grace, utaona watu wanaanza kuja grace. Ukikaa na watu wabaya na hawataki kupona, hutaona watu wazuri wanakuja grace. Watakuja watu wabaya walioshindikana, huko ndio wanakuja grace. Na sisi hatuwataki watu hao, tunataka watu wale piwa waje grace. Ili hao Mungu aje wapandishe kwenye madaraja ambao Mungu atawatumia na ninyi, grace ipanuke. Na grace ikipanuka ni utukufu wa nani jamani? Ha, Mungu. Asanteni kwa kunisikiliza sana. Ninachoomba, asiwepo mtu ambaye ataondoka hapa na maumivu. Aondoke kwa kusema, Mungu nisaidie niyafikie haya ambayo ndio mawazo ya ofisi kuu kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Narudia tena kuwashukuru kwa niaba ya viongozi, kwa niaba ya parishi. Ndugu zangu, wewe hujajua heshima Mungu aliyetupa. Unamwakilisha Mungu. Roho za watu zinakuamini, unaziongoza sala ya toba na Mungu anawasamehe. Unaombea wagonjwa wanapata rehema. Unasimama mbele ya misiba, watu wanakusikiliza. Unazika wafu wao, wanafurahi. Alafu unaona mtu wa kawaida, alafu hujitambui, unataka tusifanye hivyo. Ukiona mwenzako anafanikiwa, furahie kutoka moyoni. Ukiona nakupata ushauri, mshukuru Mungu ili tusonge. Maana tukizingua Mungu akatuacha, hatutakaa hivi, tutasambaratika. Kila mtu anayepewa dhamana mahali, usipendeze watu, mpendeze Mungu mwenye watu, ili Mungu awe upande wetu. Simaanishi uchukie watu. Ili chochote unachoongea kitoke kwenye moyo ambacho najua kabisa nimemwomba Mungu na ananiongoza juu ya wenzangu hawa, niwaeleze hiki. Lakini sio ile kama tukifanya hivyo, ukienda Usukumani, mwezi gani nilikuwa kule Usukumani, tukaenda wilaya ya Magu, mnakaa na watumishi hawa, hutajua ni wa kabila hili, hutajua ni Msukuma, hutajua ni Mnyaturu, hutajua ni Mkerewe. Wote mnaonekana ni wana grace, watumishi wa Mungu. Mimi wengine nakaaga na viongozi wengine, mimi hata sijui hata kabila lao. Na wapenda kwa sababu tuko kwenye mwili wa Kristo. Tukifikia hapo watumishi wa Mungu, na waambia hakuna mtu atakaye kwama kwenye huduma yake. Hakuna. Baba, ninakushukuru. Asante kwa nafasi ambayo umetupa kama shirika mojawapo la kidhehebu la Grace Evangelical Church. Asante kwa kuturidhia Mungu. Asante kwa watumishi wako waliowatoa mbali na karibu kuja kuhitimisha jambo hili ambalo wewe umekuwa katikati yetu. Usingekuwa katikati yetu, usingesema nami Mungu, usingenipa watumishi hawa, lakini utulipa kwa sababu wamekuwa katikati yetu. Ninakubariki kwa ajili yao, Mungu ukuu. Kila mtumishi uliomwita atakaporudi kwenye nafasi ya utumishi wake, Bwana mpe kujua miko ya utumishi, na mpe kujua nidhamu za utumishi, na zaidi wakishaelewa, kuza maono yao, kuza sauti yako ndani yao. Mungu, inua njia za utumishi wao, fundishe jinsi ya kutembea pamoja na wewe. Tunakutamani Mungu, hakuna aliyefika. Hata pale unapotutumia kidogo, tunatamani kukuona kwa upana. Usinyamaze kukuona kwa majira fulani fulani tu Yesu. Natamani watumishi wako wakuone kwa majira yote, maana wewe ni Mungu wa majira yote. Ninanyenyekea miguuni pako nikileta Grace mikononi mwako, na watumishi wako waliokubali Mungu, waliopata nafasi ya kuwepo
na wale kwa namna moja nyingine ambao wamezuiliwa, iwe na adui ama kwa majukumu ambao wakashindwa. Baba, unaijua nia yao, na waombea pia hao. Neema yako ifunike shirika la Grace. Wape watu wako upana wa ufahamu, kama ulivyoniambia, hata kama wakifanikiwa wasiondoke katika njia hii, wanyenyekee, maana utawatumia, maana utawainua, maana utawaongoza. Baba, ukayatimize, maana wamesikia. Utukufu na wewe, heshima ina wewe Mungu, na ofisi hii iko mikononi mwako. Metupa watumishi hawa, kiwepo askofu, kiwepo mhasibu mkuu, mtendaji na msaidizi wake wa mhasibu mkuu. Bwana Yesu, na katibu mkuu, tupe neema. Tunanyenyekea mikononi mwako. Hatuwezi bila wewe Mungu, hatuwezi. Bwana, tusaidie kwa kinywa chako, tusaidie kwa ulinzi wako, tusaidie na kanisa lako na matawi yanayoongoza watumishi wako. Yesu, ondoa mapito ambayo wamepita muda mrefu. Ondoa huzuni za watoto wako ambao, Mungu wa utukufu, wanatamani wafikie yale ambayo wanataka wafike. Ukawafikisha kwa utukufu wako. Watakushukuru Yesu, watakuinua, watatoa na sadaka za mioyo yao, kuwakilisha mioyo yao, kusema hili jambo lisingewezekana, lakini Bwana ametujibu. Wawe na ibada za shukurani pale unapowatendea, wakuinua Baba, upanue hozi ya mipaka yao, usinyamaze. Na wainua waangalizi wa maparish Bwana, tazama, wape kibali mbele za watumishi wako na mbele ya washirika, wakajenge umoja wa mwili wa Kristo na sio kujenga dini zao, ili wajue Mungu umewapa dhamana. Na Baba, wanapokutana wapendane, mioyo yao iruke kutoka ndani yao kama uthibitisho wa Roho Mtakatifu uliokuwa ndani ya mke mwa yule kuhani aliyemzaa Yohana Mbatizaji. Alipokutana na Elizabeth, alipokutana na Miriam, mtoto aliruka tumboni, huduma zikadhihirike, furaha ya huduma ikathibitike juu ya Grace. Baba, wape makusanyiko ya watu wako, hata wanapoyaona yakitimia kwenye matawi yao, kwenye parishi zao, wanyenyekee, wasijipige vifua, ili usiondoke katikati yao. Hata mmoja wapo wanapomtumia kwa ufahamu, kwa neno, kwa ufunuo, kwa unabii, kwa mamlaka, kwa ishara, wanyenyekee Bwana, wajue ni chombo mojawapo, ni faida ya vyombo vyote. Mungu, tupe umoja wa roho, tupe umoja wa roho, tupe mshikamano wa roho kama shirika la Grace. Tupe mkono wako wenye nguvu, tupe watu ambao pia watakaopokelewa wawe na nia njema ya Kristo, ambao walikuomba na ukawaongoza. Mungu mkuu, walinde viongozi wako, wape hekima na ufahamu, wape ulinzi na kibali. Neema yako ikawa pamoja nao, watofautishe kwenye huduma zao, watofautishe kwenye miji yao, watofautishe kwenye kazi zao. Bwana, usinyamaze. Hata tutakapokutana wakati mwingine wa halmashauri kuu, waje wakiwa na furaha, watambue maana ya makao makuu, watambue maana ya utumishi wao, ili Mungu, si tu wao watafurahi, na viongozi wao watafurahi, kama ambavyo watu walikuwa wanasubiria kwenda Yerusalemu mara moja kwa mwaka. Walikuwa wanaingojea kwa hamu, wanajua wanakwenda kukutana na wewe. Baba, ijalie Grace ifanye kuwa ya tofauti, kila mmoja anakotoka awe na mvuto wa kujua hakika watumishi hao umewaandaa, umewaweka kwa utukufu wako. Ikiwa kuna jangwa, leta chemchemi kwao. Ikiwa kuna pori, leta njia zilizofunguliwa. Ikiwa kuna njaa, Baba, leta utoshelevu wa mvua. Ikiwa kuna hali mbaya ya magonjwa, utumishi wako wanapoomba, ondoa magonjwa kwenye anga lao, ondoa magonjwa kwenye kijiji chao, ondoa magonjwa kwenye mitaa yao. Ondoa Baba, mitaa ile ikae salama, ili ijulikane ni kwa sababu ya ile kanisa ambalo mtumishi huyu yuko. Bwana, waweke alama juu yao, juu ya maisha yao, juu ya huduma zao, juu ya watoto wao wa kiroho, juu ya mipango yao. Bwana, usiwepo usaliti, uwepo neema, mshikamano na kibali kwa ajili ya utukufu wa jina lako.
na kubariki Bwana, na waweka mikononi mwako, neema yako ikawe pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Amen.